Mwanamke mmoja nchini Ghana aliyotambulika kwa jina la Doris Anun Daruso amejifungua salama mtoto wake wa kwanza akiwa na umri wa miaka 61 Julai 2, 2026. Maafisa kutoka katika hospitali ya Mary Lucy iliyopo Awoshe jijini Accra walisema kwamba Bi Anam Daruso alipata ujauzito na kujifungua salama baada ya kufanyiwa utaratibu wa kisayansi unaojulikana kwa lugha ya kitaalamu kama stem cell enhanced in vitro fertilization. In vitro fertilization ni urutubishaji wa nje ya mwili na teknolojia ya kusaidia uzazi ambapo yale mwanamke anarutubishwa kwa mbegu ya kiume nje ya mwili ndani ya maabara. Bi Anun Daruso ambaye ni mhasibu aliyeidhinishwa ana uzoefu wa miaka 25 katika taaluma hiyo. Ameishi miaka 22 akiwa kwenye ndoa bila kupata ujauzito. Taarifa za kujifungua kwake zilitangazwa katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika hospitalini hapo, huku Bi Anum alionekana akiwa amebeba mtoto wake aliyempa jina Nadromo. Aliambatana pia na Daktari Richard Asamoah ambaye ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi na mtaalamu wa tiba ya selishina. Lakini pia aliambatana na Daktari Davis Kofi ambaye ni mkurugenzi na afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Mary Lucy. Bi Anam Daruso aliwaambia waandishi wa habari kuwa safari yake ya kuwa mama ilikuwa na misukosuko na kukatishwa tamaa mara kwa mara kabla ya kufikia hatua hii ya mafanikio. Alieleza kuwa kabla mumewe kufariki dunia, wawili hao walikuwa wamejaribu kutafuta msaada katika vituo vingi vinavyojishughulisha na masuala ya uzazi, lakini walikataliwa kutokana na umri wake kuwa mkubwa. Wataalamu wa afya walimwambia kuwa utaratibu wa kurutubisha yai nje ya mwili haukuwa tena chaguo linalofaa kwa mwanamke mwenye umri kama wake. Akiwa katika mkutano huo wa waandishi wa habari, alitumia nafasi hiyo pia kuzungumza moja kwa moja na wanawake wengine wanaokabiliwa na changamoto kama hizo za kutopata watoto. Alitoa maneno ya kuwatia moyo na nguvu kukabiliana na mapambano hayo. Bi Anam Daruso alisema kwamba wanawake walio katika hali kama yake hawapaswi kukata tamaa na kujifungia nyumbani kwa huzuni, bali wanapaswa kutafuta kituo au hospitali ya kuaminika yenye uwezo wa kushughulikia tatizo hilo, huku wakichanganya matibabu na maombi badala ya kutegemea njia moja pekee. Sioni aibu hata kidogo kwa sababu hili ni tendo la Bwana, alisema Bi Anam Daruso, huku akitoa shukrani kwa kila mtu aliyeshiriki katika safari yake ya kuwa mama. Tafadhali usiache wala kukata tamaa wakati timu ya matibabu ikitazama wajibu wake. Mtegemee pia Mungu kusudi aingilie kati ili hatimaye hadithi yako ya mafanikio iweze kusimuliwa, alisema Bi Anam Daruso. Taarifa za kujifungua kwa Bi Anam Daruso akiwa na umri huo zilisambaa kwa kasi sana katika majukwaa mengi ya mitandao ya kijamii, huku video inayovuma sana ni ile ikimuonyesha wakati yuko hospitali huku ametundukiwa dripu. Akiwa kitandani akieleza uzoefu wake katika kipande cha video kilichosambaa sana, alieleza ujauzito huo kwa hisia nyingi na za binafsi, akirejelea kipindi ambacho hata daktari hakuweza kutambua, huku akihusisha hali hiyo na kutogundulika kwa ujauzito pamoja na hatimaye kujifungua salama na mapenzi ya Mungu.